Tulilazimika kufuta kesho. Amina ameangamizwa kabisa na mkataba wa Fenty uliobomoka. Tunahitaji kumpa nafasi ya kuhuzunika sasa hivi. Tafadhali elewa. Hiyo ndiyo ujumbe ambao mama yangu alinipelekea saa 5:30 usiku, masaa 24 kabla ya sherehe yangu ya kuzaliwa miaka 18. Sherehe ambayo nilikuwa nimelipa mwenyewe. Sikilia, sikusema neno. Nilisimama tu karibu na dirisha na kuangalia gari la chakula ambalo nilikuwa nimeliagiza miezi 6 kabla, likiondoka kwenye barabara ya nyumbani. Pale ndipo binti waliyemjua alikufa na mwanasheria wa maangamizi yao alizaliwa. Kabla hatujaanza kuhusu matokeo, acha maoni na uniambie unasikiliza kutoka wapi. Je, umewahi kuibiwa wakati wako mkubwa na janga la mtu mwingine? Ningependa kusikia hadithi yako. Kuelewa kwa nini nilichoma kila kitu, unahitaji kuelewa muundo wa familia yangu. Tuliishi Oyster Bay, Dar es Salaam, katika nyumba iliyofanana na keki ya harusi na kuhisi kama jumba la makumbusho. Wazazi wangu, Jabari na Neema, hawakuwa na watoto. Walikuwa na mali. Dada yangu Amina, mwenye umri wa miaka 26, alikuwa farasi wa maonyesho. Alikuwa msanifu wa mitandao ya kijamii na wafuasi wa uongo na tabia iliyohitaji mtandao wa haraka kusimama. Mimi nilikuwa Asha. Nilikuwa na miaka 20 na nilikuwa msimamizi wa kivuli. Sikuishi tu pale, nilikuwa naiendeshea shughuli tangu nilikuwa na umri wa miaka 14. Mimi ndiye niliyesawazisha bajeti ya nyumbani kwa sababu baba langu hakuweza kuelewa Excel. Mimi ndiye niliyeandika insha za Amina za kuingia chuo kikuu kwa sababu hakuweza kuandika neno huruma bila spell check. Niliangalia ratiba za kijamii za mama yangu, ratiba za dawa za baba yangu na kudhibiti madhara kila wakati Amina alipoandika kitu cha uchogozi kwenye Twitter. Tofauti ya mishahara ilikuwa ya kuchekesha. Amina alipokea posho ya kila mwezi ya shilingi milioni 8 kuendeleza sura yake. Mimi nilipokea 0. Nilifanya kazi usiku kama msaidizi wa mtandaoni ili kulipa vitabu vyangu vya shule. Nilipomwomba baba nisaidie ada ya chuo kikuu, aliniambia kwamba mapambano hujenga tabia. Amina alipohitaji thamani ya Italia kwa upiaji wa chunga chake, thamani ya shilingi milioni 26, mama yangu aliita uwekezaji katika chapa yake binafsi. Unaweza kuuliza kwa nini nilibaki? Kwa nini nilisafisha machafuko yao kwa miongo 2 bila kupiga kelele? Kwa muda mrefu nilidhani nilikuwa tu binti mwema, lakini nikitazama nyuma niligundua haikuwa uaminifu, ilikuwa ni kuokoka. Ni kile wanachosema wasomi wa akili kuwa ni jibu la kutoa amani. Unapolelewa katika nyumba ambapo upendo una masharti, unajifunza kuwa thamani yako pekee ni matumizi yako. Nilisadiki kwamba ikiwa tu ningefanya kazi kwa bidii, ikiwa tu ningerekebisha matatizo mengi, ikiwa tu ningejifanya ni lazima, hatimaye wangeniona. Nilifikiri kazi yangu ilikuwa kodi niliyolazimika kulipa ili kuishi katika ulimwengu wao. Nilikuwa nimefungwa na mnyororo usioonekana, nikijishawishi kuwa kuwaondokea kungemaanisha sio kitu. Sikugundua kuwa si mimi niliyewahitaji, walikuwa wao walionihitaji. Mimi nilikuwa ukuta unaobeba uzito katika nyumba ya kadi. Kwa hivyo, nilipohitimu kuwa bora wa wanafunzi, sikuwauliza sherehe. Niliipanga mwenyewe. Niliweka kila shilingi. Niliwaita marafiki wachache niliokuwa nao, walimu wangu, watu walioniona kweli. Ilipangwa kuwa siku yangu moja, siku moja nisiokuwa mtengenezaji. Kisha ujumbe ulifika. Amina alipoteza mkataba wa biashara, kitu kidogo, ufadhili wa vidonge vya nywele wenye thamani labda ya shilingi milioni 2.7. Na ghafla, hatua yangu kubwa ikawa hasara ya mazingaombwe. Hawakuwa wakifuta sherehe, walikuwa wakithibitisha ukweli ambao nilikuwa nimejaribu kuupuuza kwa miaka 20. Sikuwa muhimu. Hisia zangu zilikuwa usumbufu. Mafanikio yangu hayakuonekana, na utiifu wangu, ule ulikuwa umeisha. Asubuhi ya siku yangu ya kuzaliwa, nyumba ilikuwa kimya. Wazazi wangu walikuwa wamempeleka Amina kwenye spa maalum umbali wa saa 1 kumsaidia kuchakata trauma yake. Waliniachia kadi ya kawaida juu ya kabati na noti ya shilingi 1000 ndani. Hakuna ujumbe, pesa tu kama mkono wa heshima kwa huduma nzuri. Nilikitazama kwa muda, kisha nikakiongeza kwenye rundo langu. Sikulia, sikupiga kelele ndani ya mto. Nilisongea kwa usahihi wa upasuaji. Nilikuwa nimenyang'anya vitu vyangu vya thamani zaidi kwenda kwenye ghala la kuhifadhia vitu miezi 6 iliyopita kwa mashaka.
Sasa niliimaliza kazi. Nilifunga nguo zangu, kompyuta yangu, vyeti vyangu na vitu vichache vya kumbukumbu nilivyoweza kuficha kutoka kwa wivu wa Amina. Nilisafisha kompyuta yangu, nikiondoa jedwali zote za bajeti ya familia, orodha za nenosiri na hifadhi data ya mawasiliano nilizokuwa nimejenga kwa klabu ya kijamii ya mama yangu. Niliacha funguo ya nyumba juu ya kabati ya jikoni, karibu na karatasi moja. Ndani yake nilikuwa nimeandika orodha ya kila nenosiri nililokuwa nimebadilisha asubuhi hiyo: benki, barua pepe, mitandao ya kijamii, huduma za nyumba, na chini niliandika sentensi moja: ninajiuzuru kutoka kwa nafasi ya binti. Nilitoka mlangoni wa mbele, nikalifunga na kuingia kwenye gari langu. Nilipokuwa nikiendesha mbali na nyasi zilizopangwa vizuri za Oyster Bay, sikutazama nyuma. Nilihisi nafuu, kana kwamba mvuto wa dunia ulikuwa umeniachia ghafla. Niliendesha moja kwa moja kwenye ghorofa ya studio ambayo nilikuwa nimeikodisha wiki 3 zilizopita chini ya jina lingine, mpango wa dharura niliokuwa natumaini nisingeuhitaji. Lakini nilipofungua mlango wa nafasi yangu tupu na ya kimya, niligundua kwamba sikuihitaji tu, nilistahili. Wiki ya kwanza simu yangu ilikuwa kimya. Nadhani walikuwa wakinigoja nirudi nikitambaa. Katika hadithi waliokuwa wameunda, nilikuwa mtoto asiyeshukuru. Nikiwa na njaa au pekee, hatimaye kungenipeleka nyumbani. Walitarajia nishindwe kwa sababu hawakuwahi kujali kuangalia kuwa mimi ndiye pekee aliyefanikiwa. Waliniwapa siku 7. Kisha mfumo niliokuwa nimeutunza kwa miaka 6 ulianza kushindwa. Ilianza kidogo. Mtandao wa wavuti katika kaya uliharibika. Baba yangu Jabari alinipigia simu mara 3 mfululizo. Hakuacha ujumbe, lakini nilijua hasa kilichokuwa kinatokea. Hakujua nenosiri, hakujua mtoa huduma, hakujua kwamba nilikuwa nikishawishi mkataba kila mwaka kuweka fiber optic ya kasi ya juu ikiendesha maonyesho ya moja kwa moja ya Amina. Sikujibu. Siku 2 baadaye, nyufa zilipanuka. Amina alipoteza ndege kwenda Zanzibar kwa safari ya biashara. Kwa miaka mingi nilikuwa wakala wake binafsi wa usafiri, nikifuatilia ratiba yake, nikimsajili na kupanga Uber Black kwenda uwanja wa ndege. Wakati huu alifika kwenye uwanja usiofaa masaa 3 baadaye kwa sababu hakuweza kusoma saa 24. Alinitendekea ujumbe ambao ulikuwa 90% kupiga kelele na 10% vitisho vya kunistaki kwa uharibifu. Hakuonekana kutambua kuwa kutofanya chochote si uharibifu, ni ukweli tu. Kisha ikaja pigo zito. Baba yangu alipoteza chakula cha jioni na mwekezaji wa uwezekano. Nilikuwa nikioanisha kalenda yake, kutuma barua pepe za uthibitisho na hata kuandaa muhtasari wake wa habari. Bila yangu, arifa ya kalenda haikuwaka. Alikuwa amekaa kwenye ofisi yake akinywa scotch wakati mtu mwenye thamani ya shilingi bilioni 50 alikuwa akingoja kwenye mkahawa wa nyama jijini. Ujumbe uligeuka. Walienda kutoka kuchukizwa hadi kuharakisha hadi kuwa wakali. Unakuwa na ubinafsi, mama yangu alininginia kwenye simu. Nyumba hii inaanguka na wewe unacheza michezo. Rudi nyumbani utengeneze hii. Hawakunikosa. Walikosa huduma. Walikosa miundombinu. Nikiwatazama wakipindukia kutoka usalama wa kimya wa ghorofa yangu ya studio, niligundua kitu kirefu kuhusu asili ya maisha yao. Zamani nilifikiri walikuwa na nguvu. Nilikuwa naogopa mali yao, hadhi yao, jinsi walivyoingia chumbani na kutawala umakini. Lakini niligundua kuwa nilichokuwa nikitazama hakukuwa nguvu. Ilikuwa mfano wa nguvu wa mkoba tupu. Katika elimu ya jamii, kuna tofauti kati ya kuwa tajiri na kuonyesha utajiri. Wazazi wangu walikuwa waigizaji. Hadhi yao ilikuwa ugomvi wa akili. Pengo kati ya ukweli wao na taswira yao ya kibinafsi ambalo lingeweza kuzibwa tu kwa matengenezo ya kuchosha. Hawakumiliki nafasi yao katika jamii, waliikodisha. Na kodi ilikulipwa kwa deni, kwa fadhili na kwa kazi yangu isiyoonekana. Maisha yao yote yalikuwa jukwaa la kuigiza. Kutoka mbele ilionekana kama jumba la marmar, lakini mimi nilikuwa nyuma ya jukwaa nikishikilia vishika vya mbao na kufunga waya pamoja. Unapoondoa msimamizi wa jukwaa, hadhira mwishowe inaona kwamba
Kasri limeundwa kwa karatasi. Hawakuwa wakianguka kwa bahati mbaya, walikuwa wakianguka kwa sababu bila mtu wa kudumisha ukweli wao mara kwa mara, ukweli wa ujinga wao haukuweza kupuuzwa. Walikuwa wamefilisika kikamilifu, si tu kifedha, bali pia kwa uwezo. Na kwa mara ya kwanza, sikuwa nikikimbilia jukwani kufunga kwa tepu tena. Nilikuwa nimekaa kwenye viti nikitazama onyesho. Ilichukua miezi 12 kwa ukimya kuganda kuwa ukuta. Katika mwaka huo, sikuokoka tu, niliharakisha. Nilimaliza shahada yangu muhula mmoja mapema, nikihitimu kwa vyeo vya juu bila mtu mmoja wa familia kwenye hadhira. Kufikia umri wa miaka 21, nilikuwa nikiongoza shughuli katika kampuni ya teknolojia ya fedha. Nilikuwa nikipata mishahara ya shilingi milioni, nikijenga hifadhi ya mali na mwishowe kupumua hewa ambayo haikuonja kama wajibu. Kutoka mbali, nilitazama ajali ya mwendo wa polepole ya maisha yangu ya zamani. Uvumi katika Oyster Bay ulikuwa wa kufurahisha. Amina alikuwa amewekwa kwenye orodha nyeusi na wakala watatu wakubwa wa vipawa kwa kutokuwa na utaalamu wa kudumu, ambayo ni lugha ya tasnia kusema kufika kuchelewa na kulewa. Wazazi wangu walikuwa wakiuza mali kimya kimya. Kwanza nyumba ya mapumziko Arusha, kisha Porsche ya kale. Walikuwa wakiuza vishika ili kuweka taa za jukwaa zikiwaka. Nilihisi huruma ya mbali na ya kliniki kwao, kama kutazama filamu ya asili ambapo swala ni mpofu sana. Kisha ikafika siku nilipoamua kuboresha maisha yangu. Nilipata ghorofa huko Masaki, tofali za wazi, madirisha kutoka sakafu hadi dari. Aina ya mahali ambalo liliashiria umefika. Nilikuwa na mshahara, nilikuwa na akiba. Niliingia kwenye ofisi ya kupangisha na ujasiri wa mtu aliyejenga uimara wake kwa utaratibu. Mwakilishi wa kupangisha, mwanamke aliyekuwa akitabasamu kwa joto kwangu kwa dakika 20, ghafla akaachana kuandika. Uso wake ukaganda. Aligeuza skrini mbali nami, sauti yake ikishuka kwa kunongona. Alisema kulikuwa na tatizo na ukaguzi wangu wa mkopo. Alisema nilikuwa nimetiwa alama. Alisema maneno, deni kubwa sana lisilolipwa. Sikubishana. Nilitoka kwenye gari langu, nikalifungua kompyuta yangu na kuvuta ripoti yangu kamili ya mkopo. Nilitarajia kosa la ofisi, labda bili ya hospitali niliyokosa wakati wa kuhamia. Nilichokiona hakikuwa kosa, ilikuwa utekelezaji. Kulikuwa na akaunti 4 mpya zilifunguliwa katika miezi 11 iliyopita. Kadi 3 za mkopo za kikomo cha juu na mkopo mmoja wa kibinafsi. Jumla ya salio ilikuwa shilingi milioni 400. Nilikaa pale kwenye maegesho ya magari, hewa baridi ikivuma, na nikatembeza kwa historia ya shughuli. Ilikuwa ramani ya maisha ya Amina. Kulikuwa na malipo ya kisao cha wasanifu wa mitandao huko Zanzibar alichoandika habari. Malipo ya marekebisho ya nguo alizodai zilikuwa zawadi kutoka kwa makampuni. Malipo ya awali ya kukodisha G-Wagon alisema alikuwa akijaribu kwa ushirikiano. Tarehe zililingana kamili. Zilianza wiki 3 baada ya kuondoka kwangu. Wiki 3 baada ya kukatisha ugavi wa kazi yangu, walikuwa wameamua kuvuna ugavi wa mkopo wangu. Hawakuiba pesa zangu tu, walikuwa wameibia utambulisho wangu, kuliweka ndoto yao. Nilijua hasa jinsi walivyolithibitisha. Katika akili zao, hii haikuwa wizi, ilikuwa malipo ya rejareja. Waliamini kwamba nilikuwa na wadai. Pengine walijieleza wenyewe kwamba kunilea, kunilisha na kunipumzisha kulikuwa na bei. Na kwa kuwa nilikuwa nimejiuzulu kutoka kwa majukumu yangu, walikuwa tu wakikusanya malipo ya nyuma. Sikuwa bingi kwao, nilikuwa mali tofauti ya daraja, na walikuwa wakinitawanya ili kuweka mtoto wa dhahabu akiendelea kung'aa. Nilifunga kompyuta. Mikono yangu haikutetemeka, moyo wangu haukupiga kwa kasi. Utulivu wa baridi wa chuma ulishuka juu yangu. Hili halikuwa tena ugomvi wa familia. Haikuwa kuhusu sherehe ya siku ya kuzaliwa au hisia zilizouzwa. Walikuwa wamevuka mstari kutoka kwa malezi ya sumu hadi uhalifu wa shirikisho. Walikuwa wameweka dau kwenye ukimya wangu. Walikuwa wameweka dau kwamba bado nilikuwa mtoto anayetulia, mtengenezaji, msichana ambaye angemeza sumu kuwaweka joto. Walikosa dau. Nilichukua simu yangu na kupiga nambari ambayo nilikuwa nimehifadhi kwa dharura. Sikupigia mama yangu simu.
Sikupigia baba yangu simu. Nilipigia mhasibu wa uchunguzi. Niliajiri mwanasheria, mwanamke aliyeitwa Halima, aliyekuwa mtaalamu wa ulaghai wa familia. Alikuwa ghali, lakini sikukuwa nikilipa kwa pesa za wazazi wangu. Nilikuwa nikilipa kwa pesa zangu mwenyewe. Mchakato ulikuwa wa upasuaji. Tulichanganya ushahidi, ripoti za mkopo, sahihi zisizoidhinishwa, ratiba ya kuondoka kwangu dhidi ya ufunguzi wa akaunti. Halima aliandaa kesi. Haikuwa tu barua ya kuacha na kukoma. Ilikuwa malalamiko rasmi yaliyowasilishwa mahakamani ya raia kwa wizi wa utambulisho, ulaghai na dhiki ya kihemko. Hatukutuma ujumbe wa onyo, tuliwapatia hati. Mtoa huduma alitembea hadi mlango wa mbele wa kaya ya Oysterbay Jumanne asubuhi, hasa wakati baba yangu alipoondoka kwa ofisi. Sikuwa pale kuona, lakini ninaweza kufikiria tukio: machafuko, ukanuaji, utambuzi kwamba binti asiyeonekana alikuwa sasa tishio linaloonekana zaidi katika maisha yao. Matokeo yalikuwa ya papo hapo na ya nyuklia. Simu yangu ilipasuka, lakini sikujibu. Niliacha ikilie. Niliacha ujumbe ukusanyike. Asha, hii ni wazimu, mama yangu alilia kwenye rekodi. Tulikuwa tukikopa tu. Ni pesa za familia. Huwezi kuwasitaki wazazi wako wenyewe. Lakini niliweza, na nilifanya kwa sababu kesi ilikuwa rekodi ya umma. Haikubaki kimya. Huko Oysterbay, uvumi unasafiri haraka kuliko mwanga. Habari kwamba mashuhuri Jabari na Neema walikuwa wakisitakiwa na binti yao wenyewe kwa shilingi milioni 400 kwa ulaghai ilipiga mzunguko wa klabu ya nchi kama bomu. Wawekezaji walijitoa kutoka kwa biashara ya baba yangu, wakisema kutokuwa imara. Mialiko ya kijamii ilikauka, walikuwa sumbufu. Ufalme haukuanguka tu, ulisambaratika. Wiki 2 baadaye, kengele yangu ililia. Mlinda mlango aliniambia wazazi wangu walikuwa chini. Nilimwambia awaruhusu wapande. Walionekana kama mizuka. Baba yangu, kawaida amevaa vizuri sana, alikuwa amevaa suti iliyoonekana kama amelala ndani yake. Uso wa mama yangu ulikuwa umevimba kutoka kwa kulia. Walisimama kwenye ghorofa yangu, wakizungukwa na ushahidi wa mafanikio yangu ya kujitegemea, na walionekana wadogo. "Tafadhali," baba yangu alisema, sauti yake ikipasuka. "Tafadhali ondoa kesi, tutapoteza kila kitu. Ninaweza kwenda jela." Niliwatazama, kwa kweli niliwatazama kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi. Nilitarajia kuhisi hasira, nilitarajia kuhisi ushindi. Nilikuwa nimefikiria wakati huu mara elfu, wakati wangerudi wakitambaa, wakiomba rehema. Lakini nikisimama pale, nikiwatazama wakilia katika sebule yangu, sikuhisi ushindi. Sikuhisi chochote. Haikuwa chuki, haikuwa upendo, ilikuwa usumbufu wa kina. Ilikuwa amani ya kondoo aliyetolewa sadaka, ambaye hatimaye ametoka kwenye jangwa. Niligundua hapo kwamba kinyume cha upendo si chuki, ni kutojali. Chuki inamaanisha bado unajali. Chuki inamaanisha bado wana nguvu juu yako. Kutojali kunamaanisha uko huru. "Sitaondoa kesi," nilisema. Sauti yangu ilikuwa tulivu, imara, "lakini nitakutoa suluhisho." Walitazama juu, tumaini likiwaka machoni mwao. "Mtauza nyumba," nilisema. "Mtauza magari, mtauza samani, mtalipa kila senti ya deni mlilolitoa kwa jina langu mara moja. Mtasaini kukiri kwa ulaghai ili ripoti yangu ya mkopo isafishwe, na mtasaini amri ya kutokuwasiliana. Ikiwa mtajaribu kuniwasiliana tena kwa sababu yoyote, makubaliano ni batili na nitashinikiza mashtaka ya jinai." Mama yangu alilia, "Lakini tutaishi wapi? Je, Amina?" "Hiyo," nilisema, "si tatizo langu." Walisaini, hawakuwa na chaguo. Miezi 6 baadaye, nilipita karibu na nyumba ya zamani. Kulikuwa na alama ya imeuzwa uwanjani. Lori la kusafirisha kulikuwa kwenye barabara ya ndani. Nilitazama kutoka mbali huku wazazi wangu wakipakiza masanduku kwenye U-Haul iliyokodishwa. Amina alikuwa amekaa kando ya barabara akitazama simu yake, pengine akijaribu kupata mtu wa kulaumu. Sikuacha, sikupunga mkono, niliendelea tu kuendesha. Sina deni sasa. Mkopo wangu umerejelezwa. Nina kazi niliyojenga, nyumba ninalolipa, na duara la marafiki wanaonipenda kwa mimi ni nani, si kile ninachoweza kutengeneza. Sina wazazi tena, sina dada, lakini nina kitu bora, nina amani. Kama umewahi kulazimika kuchoma daraja ili kujisalimisha, shiriki hadithi hii.
Na kama bado unashikilia kibriti, jua kwamba amani inasubiri upande wa pili. Asante kwa kutazama.